Miongoni mwa habari au story ambayo ilienda viral ni ile ambayo ilimhusisha Doto Magari kuhusishwa kwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi na tuhuma zilizokuwa zimetolewa na mwanadada ambaye anafahamika kama Cherry, na ndipo ambapo baadaye Mwijaku naye pia akawa anaendelea kukuza tuhuma hizo kupitia kwenye mitandao ya kijamii kwa kile ambacho alikuwa akidai kwamba Doto Magari ni mwathirika, na kama ni kweli hajaathirika basi anatakiwa aende akapime. Tunafahamu kwamba Doto Magari na Issa Tambua ni miongoni mwa watu wa karibu sana, na wamekuwa wakifanya kazi zao za udalali wa kuuza magari na biashara zingine pia kwa ukaribu na pamoja. Na utaona sasa hivi pia kutokana na umaarufu wa Doto Magari amekuwa akipata matangazo mbalimbali kutokana na umaarufu wake, huku wafanyabiashara wakiamini kwamba ni moja kati ya mtu pia ambaye anaweza akawatangazia biashara zake. Sasa kwenye swala la tuhuma za maambukizi ya virusi vya ukimwi, watu wengi sana walikuwa wakimsukuma Doto Magari kama kweli hana maambukizi ya virusi vya ukimwi basi aende akapime live wakiwa na waandishi wa habari, ili pia matokeo yaweze kutolewa na kila mmoja pia ajue kwamba Doto Magari sio mwathirika. Lakini ilisababisha taharuki kubwa sana, na kila mmoja pia akitamani kujua, je, ni kweli ataenda kupima au la? Licha ya yeye mwanzoni pia iliahidi kwamba angeenda kupima Mwananyamala, lakini haikuwa hivyo kama ambavyo alikuwa ameahidi. Ndipo ambapo baadaye ukimya ukapita, na leo rasmi ameamua kuchapisha picha ambayo inaonekana kwamba amepima, ikiwa inaonyesha vile vifaa vya kupimia ukimwi ambavyo vinafahamika kama HIV test, ambavyo vinaonyesha pale vina jina linasomeka Doto Abdalla, na vipimo hivyo pia vikiwa vinaonyesha tarehe pia ambayo amepima. Kwenye upande wa tarehe inaonyesha tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 na muda ilikuwa ni saa 3 na dakika 29, na alichapisha kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram leo akiandika kwamba nimepima rasmi, sina. Sasa katika video nyingine pia ambayo imechapishwa kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wa Issa Tambua, amechapisha video ambayo alikuwa anaonekana akizungumza na Doto Magari akimuuliza kwamba kwa nini umepima Zanzibar na tulikubaliana kwamba unapima Mwananyamala. Doto akasema kama mimi tayari nimeshamaliza, na kama ambavyo nimezungumza kama nimeshapima, sina. Kwa hiyo ni kama alikuwa anajaribu kutafuta namna ambavyo anaweza akawathibitishia watu kwamba hana maambukizi hayo kutokana na tuhuma pia ambazo zilikuwa zikimkabili. Miongoni mwa swali lingine pia ambalo watu wamekuwa wakijiuliza kwamba katika maelezo yake amesema amepima Zanzibar, na yuko Zanzibar sasa hivi kwenye tamasha la Kizimkazi ambalo linafanyika Kizimkazi visiwani Zanzibar, lakini vipimo vinaonyesha alipima tarehe 5 ya mwezi wa 8. Ni siku kadhaa zimeshapita na Zanzibar ameenda hivi karibuni. Je, ni kweli amepima Zanzibar au hivyo vipimo pia ni vya mtu mwingine, kwa maana kwamba havimuhusu yeye? Kwa hiyo ni maswali mengi sana ambayo watu wamekuwa wakijiuliza kutokana na vipimo hivyo. Yeye amesema kwamba amepima Zanzibar kwa maana kwamba Zanzibar ameenda siku 2 hizi, lakini kipimo kinaonyesha kwamba ilikuwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa hiyo ukweli ni upi? Kitu ambacho kinazua maswali kwa watu wengi sana, wakihisi pengine kuna namna tu Doto amefanya kwa ajili ya kuwaridhisha watu, kuonesha kwamba mimi tayari nimeshapima na matokeo hayo kwamba sina. Kwa hiyo kinachouliziwa na watu wengi na mjadala mkubwa ni kuhusiana na uhalali wa vipimo hivyo. Je, ni vya Doto Magari au sio vya kwake? Kwa hiyo maoni ni mengi sana hapo. Nikijaribu kupitia hapa sehemu ya maoni, kila mmoja pia ameandika cha kwake. Pochkali amesema kwamba hawayuni watu wa Mungu bila video, tusikubali kudanganywa. Lakini Toto_Bali amesema free Doto Magari, free hawayuni. Na MC Cray anasema kwamba babu una miaka 39 na siku 6, unatuona sisi ni unatudanganya au ni vipi? Kwa hiyo maoni ni mengi na kila mmoja pia amekuwa akiandika kila ambacho anaona ni sahihi kabisa. Maoni yako na mtazamo wako ni upi? Usiache kusubscribe.